Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa DC, kwanza kabisa nipende kudeclare interest. Mimi pia nilisimama hapa kitaaluma ni mwalimu. Ni mwalimu kabisa by professional. Kwa hiyo ninaifahamu pia kada hii ya ualimu. Kwa wale wasionifahamu kwa majina, naitwa Peter Magwi Michael, katibu wa Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno kwa sababu taarifa rasmi ya mbunge Mheshimiwa Esther Matiko iko hapa na itatolewa. Hivyo basi nipende tu kusema kwamba kwa sababu niko hapa kama sehemu ya ofisi yake, zipo changamoto nyingi ambazo zimezungumzwa na way forward ambazo zimezungumzwa na wale ambao wamepata kuchangia. Niwahakikishie tu kwamba mapendekezo yenu, ushauri wenu na namna ambavyo mnapenda iwe kama ofisi ya mbunge jimbo la Tarime mjini nimeachukua yote. Hivyo basi tutakwenda kuyachakata na kuweza kuhakikisha yanakwenda katika utekelezaji. Yapo ambayo mmeyazungumza ni ya kisera, hayo mheshimiwa atakwenda kuyapambania huku ambako ya kisera yanaanzia, lakini yapo ambayo mmeyazungumza ni ya kimazingira ambayo tunakutana nayo katika daily life ya mazingira yetu ya kikazi. Hayo pia nimeachukua na mheshimiwa mbunge kwa sababu mengi yanaweza kuwa ndani ya uwezo wake. Hayo pia tutakwenda kuhakikisha tunayatimiza. Kwa uchache wa maneno hayo, nashukuru sana, asanteni sana. Alikuwa kwenye vikao vya kamati, mkiwa mnajua tunaelekea kwenye bunge la budget, lakini uwepo wangu mimi hapa ni kwamba ofisi ya mbunge ipo, kwa sababu mimi ndo mtendaji mkuu kwenye ofisi ya mbunge. Nimesikiliza vyema kwa niaba ya mbunge taarifa za miaka mitatu kwa halmashauri zote zetu mbili za upande wa elimu. Sitakuwa na mengi sana ya kusema. Naamini kama mbunge angekuwepo angesema vyema zaidi kuliko mimi, lakini kwa kile ambacho nitakisema mimi hakitakuwa mbali sana na kile kilichotukutanisha leo hapa. Sana kwenye haya kidato cha sita kwa sababu yamefikia lengo kwa 100%, na kidato cha pili sitagusa sana kwa sababu kwa sehemu kubwa kama Tarime vijijini naona ilikuwa inavuka 70%. Nadhani sehemu kubwa ambayo naenda kuizungumzia ni hii ya kidato cha 4, ambapo hapa ndo elimu ilipolala. Kuambukisha kosea hapo, umekosea katika kesho yako. Form 2 na nafasi ya kujirekebisha Form 3 na Form 4 yenyewe. Lakini ukisha kosea kwenye Form 4 unakuwa ni mtihani, kwamba uwezi enda kidato cha 5 ili usogee, lakini pia ukiharibu hapo kuna uwezekano wa kukosa fursa za zaidi ya kielimu. Nyingi zingine zinaendelea kufanyiwa kazi kupitia halmashauri na serikali kuu. Haya yale ambayo yanagusa halmashauri, kwa sababu mwenyekiti wetu, yale yanayogusa serikali kuu, naamini kwamba mimi nitabeba pia, naweza kumshirikisha mbunge kama sehemu ya ofisi yake, ili naye aweze kutoa msukumo kupitia vikao vya bunge, lakini pia kwa kufanya lobbying kupitia mawaziri na watendaji wengine walioko kwenye wizara, ili tuone namna gani tunaweza kupunguza changamoto hizo. Mfano, wametaja watu uchache wa walimu. Nadhani hili ni janga la kitaifa, lakini kupitia mbunge nitamwambia tuone namna gani anaweza kuwafikia wenye mamlaka zaidi, ili tuone ni kwa namna gani tunaweza kupangiwa walimu zaidi kwa ajili ya masomo ambayo yana changamoto. Kuna masomo mapya yaliyoongezwa, tunajua hayana wanafunzi. Mfano, nimepita shule kadhaa, nimesikia mna walimu wa business studies. Nadhani ni somo jipya kwa ngazi hiyo, na kuna haja na sisi tusemee, ili tuone serikali inaweka nguvu gani ili kuweza kusogeza walimu wa masomo hayo, ili tupunguze changamoto wanafunzi.
Afisa mkuu wa wilaya, naamini wewe na nadhani nitamwambia na mbunge pia, tuone namna ya kulisukuma hili kwamba kama tunaruhusu kuhama, basi na sisi turuhusiwe wale kule walikohamia, tupate wengine wakuja kuziba nafasi za hao wanaondoka, ili tusiendelee kuwa na ombwe kwenye nafasi za ualimu. Shule mpya zinaendelea kujengwa na zipo zinazojengwa, ili tuone namna gani tunaweza kupunguza mlundikano wa wanafunzi katika madarasa, ili tutoe uwepesi wa walimu kuweza kufundisha kwa ufasaha kwa idadi ile ambayo inahitajika ya 45 hadi 50 kwa darasa. Kuna shule ambazo tumezitembelea, tunaona zina idadi kubwa zaidi ya hiyo, wanafunzi hadi 70 kwenye darasa moja. Ila naamini jitihada inafanyika, na kwenye bajeti iliyotoka kupitishwa mwezi mmoja nyuma imeelekezwa fedha nyingi sana kwenye elimu, ili tuone namna gani tuna uwezo wa kupunguza changamoto ya vyumba vya madarasa. Lakini pia kwenye vikao vilivyopita tumeweka nguvu, kuna sehemu hadi imepunguzwa fedha ili kwenda kujenga madarasa kama sehemu ya maandalizi ya wanafunzi watakaokuwa kidato cha kwanza 2028, ambapo itakuwa darasa la kwanza wanaenda wanafunzi wa madarasa mawili, wa darasa la 6 na darasa la 7 itakaokuwa mwakani. Kwa hiyo naamini kwamba tunafanya kazi, lakini kubwa imetajwa hapa photocopy machine. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba kupitia kikao chako hiki niseme sisi kama ofisi ya mbunge kwenye kikao cha kamati ya jimbo kilichoketi mwezi mmoja nyuma, sisi tulianza kulifanyia kazi hilo. Kwenye fedha ya milioni 75,500,000 tunaipokea kwenye fedha kuchochea maendeleo kwenye jimbo, tumeipangia zaidi ya milioni 65 ielekezwe kwenye kununua photocopy machine. Kama ukiangalia na mali inabaki kama milioni 10 tu hivi point ndio inapelekwa kwenye mambo mengine, na hata hiyo 10 iliyobaki kwa sehemu kubwa tulipangie iende kwenye elimu. Tulipange ende kumaliza, tuna fedha tulitenga kwenda Kemwita Bumela kwenda kumaliza darasa, tulipeleka tujenge choo Ganyange, lakini tulipanga fedha hizo ziende na Goronga kwenye hiyo iliyobaki 10 kati ya 75. Kwa hiyo utaona kwamba sisi tulikuwa mbele ya muda, tukaanza kutazama namna gani tunaweza kupunguza changamoto hiyo. Lakini tuliconsider miongoni wa vitu alivyosema ukosefu wa umeme. Na sisi wakati tunatenga kwamba tutanua hizo photocopy machine, tulisema tutanua pamoja na kompyuta, ili shule ziwe na uwezo wa kuchapa mitihani shuleni na kudurufu hapo hapo. Kwa sababu kila tulipopita tuliambiwa photocopy machine ama wanafunzi wetu hawafanyi vizuri kwa sababu hawapati mitihani ya kujipima ya kutosha, na sisi tukaona tuweke kama mkakati katika ofisi ya mbunge. Naamini kwamba kwa sababu tumeanza, na ukipiga hesabu hiyo ina maana tutanua kama ni seti, ina maana itaenda kwa nusu ya shule ambazo hazina. Kati ya shule 53 zilizotajwa kuna shule karibia 29 ambazo ndo hazina kabisa photocopy.